Kwa majina ni Benson Mwangi, aliyekuwa meya wa mji, na pia naamini kutoka chini ya roho yangu ati ya kwamba mimi ndio mbunge wa Nakuru Town East kuanzia mwaka ujao. Na pia niseme ya kwamba sisi tumekuwa kwa siasa kwa muda mrefu na tumeshangaa kwa wakati huu, kwa sababu wakati mwingi ama miaka mingi iliyopita hatujaona mambo kama haya ambayo tunaona kwa wakati huu. Kwanza ningetaka kuchukua fursa hii nimshukuru His Excellency the Second Deputy President of Kenya, Rigathi Gachagua, kwa kututembelea hapa Nakuru. Kwa hakika tulianza Naivasha, tukakuja Gilgil, tukakuja Town East. The following day tukatoka hapa tukaenda Njoro, Albagon, Molo, mpaka Longai na tukarudi. Lakini kwa sababu nilikuwa kwa yule msafara, mambo yale niliona ni mambo magumu sana. Nataka kuuliza tu, kwa sababu tuko na nchi ambayo ni ya demokrasia na nchi ambayo tunaamini ndio kwetu na ndio nyumbani. Lakini mambo yale tumewitness wiki hii yametushangaza sana, kwa sababu kwa hakika sisi tulikuwa tumepanga mkutano mkubwa katika Kaptembwa au Mazembe Ground, tulikuwa tuende kule, lakini hatukuweza kufika kwa sababu tulipokuwa tukimsindikisha kiongozi wetu kwenda kule, tulikutana na goons ambao walikuwa hired na mama wawe, na wakapiga magari zetu sana, kwa sababu gari nyingi ziliharibika. Lakini kitu ambayo ilinifurahisha sana, niliona kiongozi wetu ambaye ni kiongozi ambaye ako na wisdom, kiongozi ambaye anajali wananchi wa nchi hii, kwa sababu kama kweli hakuwa kiongozi mnyenyekevu, yale mambo yangeonekana upande ya Kaptembwa ingeongewa kwa miaka mingi, kwa sababu DCP tulikuwa tumejipanga vilivyo na tulikuwa na security ya kutosha. Lakini kiongozi wetu alituambia hakuna haja ya mfurugano, na kwa hivyo tukaondoka kule, kwa sababu tuliona hata sisi ya kwamba ni kama serikali ilikuwa na jama ione ya kwamba kumetokea mfurugano kule, watu labda wakufe, watu labda waumie, labda watu wafunjwe miguu na nini, alafu yote hiyo blame iwekwe kwa His Excellency Rigathi Gachagua. Kwa hivyo tunaona kama serikali inatafuta Gachagua kwa njia nyingi, lakini niliona wisdom yake, kwa sababu badala ya kukabiliana na hawa goons, sisi ni kuondoka, tuliondoka. Na nataka kusema na niambie rafiki yangu sana, mbunge wa Nakuru Town East, ambaye mimi ni rafiki yake na tunajuana kwa mwaka mingi, lakini kisiasa mimi ni mzee katika siasa kumuliko, kwa sababu akianza siasa hii tulikuwa kwa siasa. Nimuelezee ya kwamba hakuna haja ya mafurugano, hakuna haja, kwa sababu wananchi ndio huchaguana na watachagua kiongozi ambao wanapenda, na hakuna mtu yote atasurutisha watu wachague mtu yule hawataki. Kwa hivyo tafadhali ningeomba kila mtu acheze ligi yake, kwa sababu sisi tuko ligi hiyo ya ubunge, wacha tucheze ligi ya ubunge. Ligi ya juu tuachane naye, kwa sababu haituhusu. Kwa sababu nataka kukuhakikishia Bwana Harama ya kwamba whether utake ama usitake, sisi watu ya Nakuru, wafuazi wa DCP na wafuazi wa Rigathi Gachagua, ni lazima, na ninasema jina, ni lazima tutakuja Nakuru Town West. Tunaongoja tu tarehe tuambiwe na His Excellency hati ni siku gani, na tutakuja sasa tukutane. Kama ni kuongea vizuri tuongee, kama ni kuongea kwa kupiga kifua tuongee,
Kama ni kuongea kwa fujo tuongee. Kwa hivyo hiyo mambo ya kusema ati Rigathi hata kuja West, hiyo tuwache tafadhali. Na nakuomba Arama, tafadhali tuwache hiyo. Wachana na hiyo maneno, kwa sababu lazima tutakuja. Ningetaka pia kusema asante sana kwa mbunge wa Nakuru Town East, Bwana Gikaria. Sababu Gikaria nimeona alitumia wisdom yake. Na vile alitumia wisdom yake kutoka Barnabas, kusunguka Fureria, kukuja kwa KANU office, hakuna pahali tulipata furugu yoyote. Na yeye akaamua apite ile legal way, pole pole, bila mfurugano na mtu yoyote. Na ni haki yake kikatiba kwenda kotini ama kufanya vile atafanya, si ni sawa. Lakini niliona hata vile watu wanamchukua kama mtu ya fujo, mimi niliona wakati huo alitumia wisdom, kwa sababu hakuna furugo tulipata. Ya pili niseme ya kwamba sisi tulitoka hapa the following day tukaenda vizuri Njoro. Gadhambi alikuwa amesema hatutafika Njoro, lakini niliona pia naye alitumia wisdom yake, hakukuwa na fujo. Tukatoka hapo tukaenda Molo, hakukuwa na fujo. Tukatoka hapo tukaenda Lungai, hakukuwa na fujo wala, isipokuwa tukipita pale Sariga. Tukipita Sariga, vijana wanatupa mawe na wanachukuliwa mbele ya makamera, inaoneshwa mpaka kwa TV, na kufikia sasa hakuna mtu ameshikwa hata mmoja. West tunaoneshwa mpaka kwa TV vile vijana walikuweko, mitandao yote inasema, na hakuna mpaka saa hizi kijana yote ameshikwa. Sasa tutamaliza gunism wakati gani katika nchi yetu ya Kenya? Na niseme ya kwamba mimi sitaki kublame mtu yoyote, kwa sababu sina evidence ya kusema ni fulani alifanya ama si fulani alifanya, lakini tunaongoja zile department ambazo zinahusika na security ya nchi hii zituambie ni nani aliyefund hii mambo, ni nani aliyefanya hii mambo. Na ni my appeal to elected leaders ama wale wanasapoti serikali iliyoko, ni vizuri kila mtu asapoti ile candidate anataka, lakini mambo ya kutumia vijana ambao hawako kazi, kijana ambayo hata hana kitu ya kukula, unampea shilingi 2,000 ama 3,000 ama ile pesa utampea aende atupe mawe, na hiyo kijana akiuawa ama kijana afunjike mguu, tutachaguliwa na kina nani? Wacheni hiyo tafadhali, wacheni hiyo tafadhali, kwa sababu tumeona sisi United Opposition, viongozi wote ambao wako katika United Opposition, hakuna kiongozi hata mmoja hajakanyaga Mount Kenya region, hakuna hata mmoja. Je, kuna yeyote ashawahi tupiwa mawe na mtu? Sisi tuko na tunasema 1 term, na hata 2 term wakija hakuna shida, kwa sababu wananchi ndio wataamua. Kwa hivyo na sisi Nakuru, na nilikuwa nimeuliza Her Excellency Governor ati ya kwamba aone ya kwamba Nakuru County hakuna furugu yoyote. Ningeomba pia hata yeye atumie influence yake, aone ya kwamba watu hao ambao wanataka kuharibu kaunti hii yetu ya Nakuru wameshikwa. Ajaribu aone ya kwamba watu hawa ambao walifanya furugu wameshikwa, ili mambo haya isijirudie siku nyingine. Haya, kwa apili yangu katika nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya, jamhuri hii yetu ambayo tunaipenda sana. Sisi hatuna nyumba, hatuna nchi nyingine ya kwenda. Sisi tuko hapa. Na kama vile nimesema wakati mwingi, pahali karibu kwenda ni mbinguni. Otherwise hatutoki Kenya. Na Kenya ni nchi yetu, ndio mama na baba. Kwa nini nyinyi vijana mnapigana na mnatumiwa vijana na mnasema nyinyi vijana ndio future ya nchi hii? Nyinyi ndio viongozi ya kesho. Inakuaje wewe unapewa pesa mwenda mnapigana? Angalia yale imefanyika katika Linda Mwananchi kule Homa Bay. Aibu gani hii? What a shame. Ati wewe unachukua mawe unapiga ndugu yako. Aibu gani? What a shame. Hii inaibisha mpaka nchi yetu, hasa serikali tulio naye. Ni aibu kubwa. Na nikikumbuka kutoka kitambo, miaka tumekuwa kwa siasa,
Samani kidogo mtu alikuwa anafanya fujo ashikwe, akishikwa basi anachaguliwa kama kiongozi. Saa hizi nyinyi ndio mnajenga, serikali ndio inajenga viongozi. Sasa mnapiga Sifuna. Angalia tu vile mnamsumbua, mmemjenga sasa kabisa katika nchi ya Kenya, hata anaweza kuwa rais wa nchi hii. Ona vile mnampiga. Kumpiga hiyo ndio inamjenga. Mnyamazia afanye kampeni yake. Ona vile mmejenga our party leader Rigathi Gachagua. Ona. Saa hii anaweza kuwa rais wa nchi ya Kenya. Kila mahali, hata hatumii pesa, hata sisi DCP hatumii pesa, hatuna. Lakini watu wananchi wanatokea kwa wingi. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mnaendelea kujenga hawa viongozi kwa kuwapiga, kuwazuia. Mkutano unakuta katika nchi mzima mikutano ya UDA, hakuna kitu kingine inaongea. Mtu yote akisimama Gachagua, mwingine akisimama Gachagua, mwingine akisimama Gachagua, mwingine akisimama Gachagua. Hata mtoto wa miaka 5 saa hizi anasema one term. Nani amefanya hii kazi yote? Ni nyinyi watu ya serikali. Sababu kuna kitu kingine mnaongea na unasikia mkisema ati ya kwamba opposition haina agenda. Nyinyi agenda yenu ni gani? Agenda ya kila mahali ni Gachagua, 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 Gachagua. Gachagua alifanya, Gachagua alienda, Gachagua. What are you doing? Hiyo sio siasa. Si kila mtu afanye siasa yake. Sio kutaja majina ya mtu. Kama mungewachana na mnyamazie Gachagua, hangekuwa akiongea yale anaongea. Lakini Gachagua is a truthful person, ambaye yeye ni truthful to an extent, anasemaga yale mambo yote yanatendeka katika nchi. Why don't you challenge? Kama sio ya ukweli, hatujaona hata moja mkichallenge. Lakini kusemaga ati hatafika, hiyo wachane naye. Hiyo ni kumjenga. Saa hizi nchi mzima, hata akitoka hapa Gachagua aende Rudwa, watu watajaa. Atoke hapa aende Northeastern, watu watajaa. Gachagua ikanyaga Eldoret, watu watajaa. Pahali yote Kenya mzima. Na ni nyinyi mmemjenga. Kwa sababu hakuna kitu kingine mnakuaga naye, ni kuongea tu kuhusu Gachagua. Na Gachagua is opposition. Na opposition leader lazima akosoe serikali ambayo iko kwa kiti. Nyinyi mnakosolewa na nyinyi sasa mnasupport yeye kwa kuongea kumhusu, kumupiga. Sasa Sariga, vijana wanatupa mawe. Polisi yote, hakuna hata polisi moja tulipata. Hata niliona Sariga, nilishangaa sana, mpaka polisi alikuwa traffic anatoroka mbio. Tulimuona akikimbia anatoroka. Sasa hii ni kusema nini? Kwani sasa tumewachia Gunisim itawale nchi hii yetu? Gunisim. Mimi sijaona hivi. Miaka yote nimekuwa kwa siasa. Aibu gani hii? His Excellency the President tulio naye wakati huu, William Ruto, alifanya kampeni miaka 5. Hata sio miaka 5, hata ni zaidi ya miaka 5. Alizunguka Mount Kenya door to door. Hakuna kijiji hakukanyaga. Alizunguka kila mahali, na Uhuru alikuwa amekalia kiti. Kwa nini hakupigwa na mawe? Kwa nini hakupigwa na mawe? Alizunguka nchi mzima kama Uhuru anamwangalia. Hakuna kitu alifanyiwa na mtu. Alifanya kampeni yake. Kwa nini mnasuia Gachagua asifanye kampeni yake? Kwa nini mnasuia Sifuna asifanye kampeni yake? Kwa nini mlipiga hata Matiang'i Bometi juzi, magari yake ikaharibiwa? Kwa nini asikubaliwa afanye kampeni? Kila mtu afanye kampeni yake, na muache kuwa a crying baby. Crying baby, hata sasa mmeanza kulia. Ati sijui ni Uhuru, sijui. Uhuru is a retired president na tunamheshimu. Wacha Uhuru apumzike. Wacha Uhuru apumzike. Mambo ya kufandi campaign is somebody's choice. Ni vile anataka. Kama angekuwa akifandi serikali, mngekuwa mkipiga kelele. Kwa nini sasa mnalalamika ati ya kwamba ati anafandi opposition? Na hatujasikia harambee hata moja amefanya. Hatujasikia ati hata Dina amefanyia United Opposition. Iko shida gani? Sasa nyinyi mmeshindwa na ama mmekosa kitu ya kusema. Mtu aseme ile kitu ako na uhakika. Na muachane na yeye apumzike. Your opponent ni either Kalonzo, Rigathi Gachagua, Matiang'i, Sifuna na Tembe. Ni wengi opponents wenyu.
deal na those people because they are your opponent. Leave alone Uhuru Muigai Kenyatta is our president, and he did all was within his power to bring this country where it is today. Kwa hivyo tuache hiyo maneno. Kwa hayo machache, asanteni sana. Kwa hiyo wizara ya Murkomen unaiambia aje? Hii wizara ya Murkomen mambo zingine hata unashindwa, because inawezekanaje tuko na wizara ya internal security ambayo iko na maofisa wa serikali trained, well equipped, wako na kila kitu, wanatumia pesa nyingi sana ambazo tunalipa kama kodi, lakini wakati sisi tunalia mambo ya gunsim, nao wanalia mambo ya gunsim. What are you telling us? Wewe unatuambia nini? Na wewe ndio minister. Watu wanakisema tumepigwa na gun, na nyinyi mnasema gun si tutamaliza, tutafanya, na watu wanaendelea. Na watu hao wanaendelea before the camera. Watu wanaonekana kabisa ndio hawa. Lakini hakuna mtu anashikwa. Hasa mwataka tufanye nini? Kwa nini tusiseme ni serikali? Kwa sababu kwa nini serikali haishiki hawa? Kama hao vijana walitupiga West, ni vijana wanaonekana, vijana wanajulikana. Kwa nini hakuna hata mmoja ameshikwa? Wale walitupiga Sariga ni watu wanaonekana, vijana wadogo, hata wengine hawana kipande, hata kura hawana, ndio wanatupa mawe kwa sababu ya kupewa shilingi 1,000. Kwa nini hawajashikwa Murkomen? Na wewe ndio in charge. Nasikia mapolisi wote katika tauni hii waliambiwa waondoka kabisa, kwa sababu hakuna pahali hatukupeana notice ati tutakuwa hapa. The whole route kaunti mzima tulipeana notices. Polisi walikuwa wapi? Wao ya the police. Kama Kaptebo pale chini kuna gari ya Land Rover ya polisi ilikuwa imesimama pale, na hii na askari ilikuwa imesimama tu, na haikuwa na askari. Sijui iko nini, na vijana wanaipita, wanakuja wanatuba mawe. So ni aibu kubwa. Wewe Murkomen, fanya kazi yako kama internal security minister wa wakati huu. Kubalia kila komanda wa county afanye kazi yake. Mwingine OCS wacha afanye kazi yake. Kila mtu afanye kazi yake ili tuweze kumaliza mambo hii ya gunism, kwa sababu hii nchi ikiharibika, sisi tutaenda wapi? Tutaenda wapi? Na sisi ndio wananchi. Asante.